Kuna watu ambao wakipata shida kidogo wanaishia kukata tamaa. Unaona wengi, asilimia kubwa ya watu wanaingia kwenye kujiua au wanaingia kwenye stress ya kuingia kwenye pombe au madawa ya kulevya. Na hata wakati mwingine wapo ambao wanakata tamaa katika mahusiano. Anaamua kumwacha mwenzi wake wa ndoa kutokana na mkwamo wa fikra. Leo nataka tutatue tatizo hilo la mkwamo wa fikra. Tunaendelea na kipindi chetu cha hekima ya maisha. Ndugu zangu wapendwa, katika somo la kwanza tulijifunza nini maana ya hekima ya maisha. Tukajifunza kwamba ni lazima kila mmoja wetu akazane kutafuta na kusakanya kanuni au msingi wa mambo. Tunataka kujua chanzo cha mambo, tunataka kujua hitimisho au sababu za juu, ultimate reasons, katika kila jambo ambalo linatokea katika maisha yetu. Na mchakato huo unahitaji maumivu makubwa ya kuwa na uvumilivu, kukaa, kuangalia na kutazama. Nakumbuka mara ya mwisho tulichukua mfano wa michezo. Katika uwanja wa michezo, hadithi ya Pythagoras alisema kwamba kuna makundi matatu ya watu. Kila kwanza ni wale wachezaji, washindanaji. Wale wanashindana mara nyingi kutokana na umaarufu wanaotafuta na kulipwa fedha. Kundi la pili ni wamiliki wa timu na waandaji wa mashindano, na wakati mwingine fanya biashara ambao wanahusika na mchezo ile. Wao nia yao ni hiyo, kupata faida. Lakini kundi la tatu ambalo hilo kwa kweli ndilo kubwa ni kundi la mashabiki. Mashabiki wana kazi ya kukaa, kutazama, kutafakari na kufurahia mchakato ule. Kwa kweli wale wanafananishwa na watu wanaotafuta hekima. Mtu anayetafuta hekima hukaa na kutafakari, kutazama na kujifunza, kutazama na kufurahia mchakato na kupata fundisho. Ndugu zangu wapendwa, tunahitaji ili kuondokana na mkwamo wa fikra, ili tusiingie katika changamoto kubwa za maisha. Hekima ya maisha au falsafa ya maisha inatufunza kuwa ni watu wa kukaa na kutafakari, mchakato ambao sio rahisi. Na sababu kama nne hivi ambazo zinafanya watu wanaingia katika mkwamo wa fikra. Sababu ya kwanza ni mkato wa tamaa. Sababu ya pili mara nyingine inaweza kuwa pia ni utoshelevu. Mwingine anaweza kaona mafanikio aliyopata tayari yanatosha, au pengine anaona wengine hawajamzidi au hawajafikia ile hali alionayo, anawatumia wengine kama kipimo cha mafanikio yake. Mtu namna hiyo ambaye tayari ameridhika na kutosheka, huyu ameshaingia katika kitu kinachoitwa mkwamo wa fikra. Ndugu zangu, na mkwamo wa fikra ni kitu kibaya sana. Lakini pia sababu nyingine ya watu kuingia katika mkwamo wa fikra ni hofu. Hofu ya kujaribu, hofu ya kupiga hatua. Kama mtoto mdogo ambaye anaanza kutambaa, anapoinuka akaanza kuinua mguu mmoja na mwingine, akaanguka akachubuka mguu, anakuwa anaogopa, anakuwa na ile hofu ya kuendelea kutembea akiwa peke yake, anakuwa hajiamini. Anapata kitu kinachoitwa mkwamo wa fikra. Lakini sisi ambao ni watu wazima, tunapojikwaa na kuanguka, hatupaswi kuwa na hofu ya kujaribu tena. Hatupaswi kuwa na hofu ya kuendelea mbele. Hatupaswi kuwa na hofu ya kutembea katika safari ile ambayo ina mawimbi makubwa. Ndugu zangu wapendwa, sababu nyingine ya mkwamo wa fikra pia ni uvivu. Uvivu wa kufikiri, uvivu wa kutaka kuendelea mbele, uvivu wa kuona ugumu wa kazi na uzito wa kazi na kuiogopa. Sasa ndugu zangu, leo hii tunaendeleza kipindi cha pili hicho. Vitu ambavyo vinatusaidia kuondokana na mkwamo wa fikra ni kitu gani? Jambo la kwanza, napenda niseme kwamba lazima tuwe tayari kujenga ujasiri wa kufikiri mambo kwa undani. Kufikiri mambo kwa undani, mbali na pale ambapo tunaanza kufikia. Nizamu wa kutazama mambo kwa undani, kwa kina, kwa kile ambacho tunakiona au pengine tunakisikia au pengine tayari tumekishuhudia, na kufikiri juu ya kile ambacho kwa kweli tunaona ni cha kawaida. Kuangalia yale ambayo yako nyuma ya pazia ni yapi. Kuwa na uvumilivu huo wa kuzama ndani katika fikra, kutafakari jambo, kuangalia nyuma ya pazia au msingi wa kitu au sababu ya kitu kutokea ni nini. Lakini tujenge pia utamaduni wa kuwa na mtiririko mzuri wa mawazo. Badala ya kukubali kila wazo linalokuja katika akili zetu tulizungumze au tulichukue kama ndio mwongozo wa maisha, basi ni vizuri kujenga nidhamu ya kucontrol mawazo. Inaweza kaja mawazo ambayo yanakupa hofu, inaweza kaja wazo ambalo linakutia mashaka, inaweza kaja wazo ambalo linakutia uvivu, inaweza kaja wazo ambalo
na kufanya ujione umetosheka au wewe ni mtoshelevu, umeshafikia kiwango cha mafanikio. Ujitahidi kucontrol mawazo yetu, mtiririko huo uende katika malengo ambayo tunapaswa kufanya, na sio tu kufikia kusema kwamba kufanya kile ninachokitaka, bali kufanya kile ambacho tunapaswa kufanya. Fanye kile ambacho tunapaswa kufanya, mtiririko wa mawazo ambao utatupelekea kufikia kile tunachopaswa kufanya, na sio kile ambacho tunajisikia au natamani kufanya. Ndugu zangu wapendwa, jenge pia mtindo wa maisha wa kutaka kuyaelewa mambo badala ya kukariri au kuyapokea tu na kuyameza. Wakati mwingine kuna watu ambao wanaingizwa au wanadanganyika, wanaingia katika mkumbo na wanajikuta wameanguka kutokana na kukariri mambo, kutokana na kwamba mtu anaambiwa hii ni utamaduni, jambo hili ni la kitamaduni, jambo hili ni mila, jambo hili ni mila nzito. Na hata wakati mwingine haulizi sababu gani. Kuna utaratibu pia wa kuuliza sababu kabla ya kuamini tu kitu ambacho tunaambiwa. Lakini tujenge utamaduni wa kuchambua jambo katika uzuri wake na ubaya wake. Maana kwa kufahamu faida na hasara ya kitu fulani au uamuzi fulani, inaweza pia kututia moyo katika kutekeleza au kutuvunja moyo katika kuhakikisha kwamba tunazuia ubaya usitokee. Lakini tujenge utamaduni wa kuelewa mazingira yanayotuzunguka. Jenga utamaduni wa kuelewa mazingira unayoyazunguka pia wewe. Maana usipofahamu mazingira unayoishi, unaweza ukakosa ulinzi au ukakosa kujua kwamba unafanya nini. Lakini pia tukazane kumuelewa mtu. Matatizo mengi huwa mara nyingine pamoja na kwamba yanaanzia ndani ya mtu mwenyewe, lakini pia yanatokana pia na watu tunaoishi nao. Usipokazana kumuelewa mtu yule unaishi naye, basi mara nyingi utajikuta unashindwa au unakata tamaa, au watu wanakuwa ni kikwazo kufikia malengo au mafanikio yako. Muelewe mtu. Lakini pia tujitahidi kumjua Mungu, kutafuta Mungu na kutamani kujua mapenzi yake katika maisha yetu ni yapi. Maana sisi tumeumbwa ili tukiwa duniani tuweze kufanya kile ambacho Mungu amekusudia tukifanye. Kwa kumfahamu Mungu na kutamani kujua mapenzi ya Mungu ambayo ni mapana zaidi kuliko mawazo yetu, kuliko malengo yetu, basi tunaweza tukafanya kile ambacho tunapaswa kufanya ili tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Ndugu zangu, usisahau kutafuta sababu, vyanzo au hitimisho au kanuni za msingi katika mambo yote. Huo ndio msisitizo ambao nataka niwapeni. Usipende kuwa katika comfort zone. Comfort zone ni ile hali ambayo mtu anajisikia furaha akifanya tu mpaka hapa. Anajisikia raha kwamba ametekeleza wajibu wake akifanya mpaka hapa. Kutoka nje ya box. Lazima kutoka nje hiyo comfort zone. Comfort zone ile hali ya kujisikia raha, uwepo pale ulipo. Kuwa tayari kupiga hatua kutembea juu ya maji. Unajisikia comfort au tunajisikia tumetoshelezwa au tumetosheleka tunapotembea juu ya ardhi. Lakini ukiambiwa tembea juu ya maji, basi unajisikia tayari mashaka yameanza. Wakati mwingine yako mambo ambayo yanakudai utembee juu ya maji, na unapaswa kufanya hivyo bila kuwa na wasiwasi wala bila kuwa na hofu yoyote. Mzangu, ukifocus katika pongezi za watu tu, furaha ya kufanikiwa, unaweza kusahau kusonga mbele katika maisha. Ukifocus katika changamoto, katika mawimbi ambayo yako mbele yako, wakati mwingine pia unaweza kuanza kufeli katika maisha. Hekima maisha inamdai mtu awe kama mtoto mdogo. Mtoto mdogo mara zote haachi kushangaa, haachi kujifunza. Mtoto mdogo ana ujasiri. Wakati mwingine anataka kufanya kitu cha hatari kabisa, lakini au pengine kutokana na ujinga. Lakini sisi kama watu wazima, kwa vile tutatafuta hiyo hekima ya maisha, wakati mwingine tuwe na ujasiri ule wa kitoto. Imani ile ya kitoto katika kuyaendea mambo makubwa ya maisha. Imani ile ya kitoto, ujasiri ule wa kitoto. Sikiliza, ni ujasiri wa kitoto. Mdogo lakini ana ujasiri kwa kufanya maamuzi, kuyaendea na kuyajongea mambo, kuyajongea maisha. Mtoto ambaye sio mjasiri, ujasiri wa kitoto ndio unamsaidia mtoto kuinuka. Yeye alikuwa anatambaa kuinuka na kutembea. Ujasiri wa kitoto unamsaidia hata pale anapoanguka, anaona bado anaweza kainuka na katembea vizuri. Ujasiri wa kitoto. Lakini pia udadisi wa kitoto.
Udadisi wa kitoto unamsaidia yeye kuweza kujua hata lugha. Kisha kujiuliza, mtoto anakwenda darasani kujifunza lugha. Mtoto ana udadisi ule wa kutaka kujua jambo, kutaka kuelewa mazingira yanayomzunguka. Na kuna mwanasayansi mmoja aliwahi kusema kwamba mwanafalsafa mmoja aliwahi kusema kwamba kama watu wote, watu wazima, wangejitahidi kurudi katika ile hali ya kitoto, ule udadisi wa utotoni, basi dunia ingekuwa nzuri sana. Maanake dunia ipo pale ilipo, imestaki kutokana na kwamba watu wameacha kufikiri, wamekuwa na mkwamo ule wa fikra. Lakini tungekuwa na ule wepesi basi wa kutaka kujifunza na kudadisi mambo mapya, kama watoto wanavyoshangaa kila kitu. Anasema philosophy begins with wonder. Yaani hekima ya maisha inaanza kwa kushangaa kila kitu unachokiona, hata kile ambacho ni cha kawaida kabisa. Na watu ambao wanaona kitu cha kawaida kabisa, lakini mtu mwingine akikitazama anaona zaidi ya kile unachokiona wewe. Anaona nyuma ya pazia, anaona mbele, anaona mapana marefu, anaona katika vina vyote, anaona sura zote za kile ambacho wewe unakiona ni cha kawaida. Lakini kwa nini ameweza kuona hivyo? Naona mwita ni mtu mwenye hekima au ni mtu anayefanikiwa? Kwa sababu ameamua kuwa na udadisi ule wa kitoto. Ameamua kushangaa kile ambacho unakiona ni cha kawaida. Usidharau mambo madogo, ndugu zangu. Huko tunapata hekima ya maisha. Na kwa maisha tunaweza kutusababisha tukashindwa kufikia malengo yetu. Basi tunapaswa kukazana kutafuta hii hekima. Tuachane na uvivu, tuachane na woga, tuachane na kutosheleka, tuachane na kukatishwa tamaa. Tukifanya hivyo tutakuwa na hekima ya maisha. Usiache kusubscribe, like na kushare katika Habari Njema channel, ili mwingine anayekaa na wewe, anayeona kwamba unafuatilia video hii, naye pia aweze kujua kwamba kuna kipindi kipya tumekianzisha cha falsafa ambacho kinaitwa Hekima Maisha, ili na mwingine aweze kutoka katika huo mkwamo wa fikra unaoleta maangamizi makubwa katika jamii yetu siku hii ya leo. Basi nikutakia wakati mwema na kwaheri.